Kwa nini nazungumzia uchawi? Uchawi ni sehemu dhaifu, lakini uchawi ni nguvu ambayo ulimwengu wa giza unautumia kuweza kuharibu. Na ndio maana nisema uchawi ni nguvu inayodhoofisha. Tuliona kwenye kile kitabu cha Hesabu namna ambavyo Balaki anamtumia Balaam kwa ajili ya kwenda kuwalaani Israeli ili wawe dhaifu, ili waweze kupigwa. Sasa watu wengi ambao adui anachokifanya, anatumia uchawi ili kuweza kuwafanya kuwa dhaifu, wasiweze kumtumikia Mungu waanguke, wasiweze kumtumikia Mungu warudi nyuma, wasiweze kumtumikia Mungu wakate tamaa. Kwa nini? Kwa sababu uchawi ni roho inayotengeneza udhaifu. Inatengeneza udhaifu kihuduma, inatengeneza udhaifu kiuchumi, inatengeneza udhaifu wa kiroho. Watu wengi wanatamani kumtumikia Mungu, lakini hawatumiki kwa kiwango ambacho Mungu amekusudia waweze kutumika. Hawasimami kwa kiwango ambacho Mungu ametaka waweze kusimama. Kinachowasumbua sio kwa sababu hawajashika neno, sio kwa sababu hawajajifunza neno, ni kwa sababu wamezingirwa na uchawi, ni kwa sababu wametamkiwa maneno ya laana, ni kwa sababu wametamkiwa maneno mabaya yanayotengeneza udhaifu. Uchawi, nilisema, ni nguvu ambayo inamfanya mtu atende tofauti na maagizo ya Mungu, afanye tofauti na kile ambacho Mungu alimkusudia aweze kufanya. Amen. Na ndio maana tunaona kwenye hilo eneo, kwenye kile kitabu cha Hesabu, tunaona namna ambavyo Balaam anaombwa na Balaki kwa ajili ya kwenda kuwalaani Israeli ili wapigwe. Lakini kumbuka, wakati huo Balaam alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Wakati huo Balaam alikuwa anamtumikia Bwana. Lakini maandiko yanasema huyu Balaki alituma wajumbe wake wakiwa wamebeba ujira wa kichawi, wakiwa wamebeba ujira wa kiganga, ili kumgeuza afanye kama mchawi kwa wana wa Israeli, ili kumfanya atamke mabaya yatakayovunja nguvu kwa wana wa Israeli, yatakayowafanya kuwa dhaifu, yatakayowafanya kuwa ni watu ambao hawaongozwi na Bwana, lakini kuwa watu ambao Mungu si Bwana wao. Na ndio maana unaweza ukaona kuna watu wengi wameokoka, lakini ni kama hawajaokoka. Namna yao ya kutenda ni katika hali ya udhaifu, si kama hawajamwamini Bwana, si kama hawamtumikii Bwana. Ni kwa sababu kuna mahali wametengenezewa udhaifu. Na ndio maana Balaam aliandaliwa na Balaki kwa ajili ya kwenda kutengeneza udhaifu wa wana wa Israeli. Na ndio maana tuliona pale anasema, yeyote utakayembariki ubarikiwa, na yeyote utakayemlaani ulaaniwa. Manake huyu Balaki aliyekuwa anaenda kwa waganga na kwa wachawi alikosa nguvu ya kuwapiga Israeli, alikosa nguvu ya kuwazuia Israeli, lakini ilimlazimu amtafute mtu mwenye Mungu kama Mungu wa Israeli, ili kuwafanya Israeli wawe dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu anayemtumikia Bwana hageuzwi na uovu, hazuiliwi na uovu, wala uovu hauwezi kumfanya kuwa dhaifu. Amen. Kinachoweza kumfanya kuwa dhaifu ni kile kinachotoka kwa Bwana, ni kile kinachotoka katika mbingu. Na ndio maana nilisema hivi, mtu aliyemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, yeye hazuiliwi na uchawi, yeye hazuiliwi na uganga. Ukiona kuna uharibifu umetokea, manake kuna mahali, kuna mtu ambaye ana connection na mbingu, aliyesimama kinyume naye, aliyesimama kumzuia. Na ndio maana unaona Balaam alikuwa hawezi kupigika, ili lazimu mbingu zitume malaika kwa ajili ya kwenda kumzuia. Kwa nini? Kwa sababu hakuna duniani mwenye uganga wala uchawi anayeweza kumzuia. Hivyo ndivyo unavyokuwa wewe utakayemwamini Yesu siku wa leo, utakayemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Usiku huu wa leo, ninachotaka kukutangazia usiku wa leo, ya kuwa unapomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukamtaka kuongoze, ukakubali kutii, ukakubali kunyenyekea, kwenye maisha ya kwako kunakuwa hapana uganga
wala uchawi unaoweza kukuzuia, unaoweza kukuzuia. Nisikilize, Balaki lichakuwa alikuwa anaenda kwa waganga, Balaki lichakuwa alikuwa anaenda kwa wachawi, lakini hakuwa na nguvu za kuwazuia Israeli. Kwa nini? Kwa sababu wao waliongozwa kwa neno la Bwana. Na ndio maana Mungu anaposema na wewe, anakupatia nguvu iliyo juu ya uganga, anakupatia nguvu iliyo juu ya uchawi, ili wasiwe na uwezo juu ya maisha yako, ili wasiwe na nguvu juu ya maisha yako. Ninasema na wewe mfanyabiashara unayesema unafanya kazi, lakini fedha usioni. Ninasema na wewe mfanyakazi ambaye upo ofisini miaka mingi, mshahara wako uongezeke. Ninasema na wewe mfanyakazi ambaye upo ofisini, lakini miaka nenda upandishwi cheo. Kwenye hilo eneo wanaotoka nyuma wanakuvuka, wanakuwa wakuu wako. Hakuna eneo unaonekana umefanya sawa, hakuna eneo unaonekana uko sawa sawa. Ninasema na wao siku wa leo, maana Bwana amekuja kwa ajili ya kukunyanyua, maana Bwana amekuja kwa ajili ya kugeuza kila aina matarajio ya adui zako, kila aina matarajio ya waganga, kila aina matarajio ya uchawi. Na ndio maana Balaki alitarajia uchawi ya kuwa ungemsaidia, alitarajia ya kuwa Balaam angekuwa upande wake, lakini Bwana alimfanya awe upande wa wana wa Israeli. Alitegemea Balaam angewalani Israeli, lakini Balaam aliwabariki Israeli. Nisikilize kwa makini, kwa uwezo wa Bwana upo kwa ajili ya kuwageuzwa walioandaliwa kukulani, walioandaliwa kukuloga, walioandaliwa kukutesa. Bwana amekusudia wakuletea amani, Bwana amekusudia wakuletea furaha. Neema hiyo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Neema hiyo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Sikiliza, Balaki alitegemea Balaam angewalaani Israeli, lakini ile hali ya wana wa Israeli, ile hali yao ya kutii, na ndio maana tuliona anasema wala hakuonekana uovu wala ukaidi katika wana wa Israeli. Nisikilize mtu wa Mungu popote ulipo, hakikisha unapoamua kumtumikia Mungu wa kweli, unaondoa ukaidi. Usitumie akili zako kwenye eneo la Mungu aliye hai. Usitumie mawazo yako kuendesha kazi ya Bwana. Usitumie ufahamu wako kuendesha Bwana. Subiri Bwana kuendeshe. Kile ambacho Bwana anasema na wewe, ndicho unachotakiwa kukiishi, ndicho unachotakiwa kukitenda, ndicho unachotakiwa kukifanya. Adui yako hata kama yuko karibu na wewe, hata kuwa na uwezo wa kukufanya chochote. Nisikilize, Balaki alimchukua Balaam kwa ajili ya kwenda kuwalaani Israeli, lakini Balaam akamwambia, lile atakaloniambia Bwana ndilo nitakalolifanya. Kwa hiyo ilipofika wakati Balaam akiwa anatarajia Israeli walaaniwe wawe dhaifu, Israeli walaaniwe wawe dhaifu, wapigike, wafukuzwe kwenye mji, akakuta imekuwa kinyume. Kwa nini? Kwa sababu Balaam alisimama kwa neno la Bwana. Balaam aliliishi neno la Bwana, hakuyaishi mawazo ya Balaki, hakuyaishi mawazo yake. Licha kuwa ameletewa ujira wa kiganga, licha kuwa ameletewa ujira wa kichawi, lakini hakwenda kwa namna ambavyo Balaki anataka. Nisikilize, yako maisha ambayo dunia inataka, wako maisha ambayo ndugu zako wanataka, yako maisha ambayo bosi wako anataka. Yawezekana yaendani na Mungu aliye hai, yawezekana si mpango wa Mungu aliye hai. Wamekulazimisha hapa ofisini kwenda kinyume, wamekulazimisha hapa ofisini kupokea rushwa, wamekulazimisha hapa ofisini kuwa fisadi, wamekulazimisha hapa ofisini kuingia mikataba isiyo ya haki, kuingia mikataba isiyo ya kweli. Nisikilize, si jioni ya leo, maana Bwana amekuja kwa ajili yako. Balaki hata kama amepokea ujira, lakini hakwenda kwa namna wanayotaka, lakini hakufanya anachokitaka Balaki. Nisikilize, hata kama kuna mtu ni rafiki yako, hata kama kuna mtu alikutafutia kazi, hata kama kuna mtu amekuwa karibu kwenye maisha yako, amekuwa karibu yako hapo ofisini, ikiwa anaenda kinyume na Mungu aliye hai, yeye hana tofauti na uchawi,
Yes. Yeye hana tofauti na mchawi. Amen. Ikiwa hawezi kutii maagizo ya Bwana, Yes. hana tofauti na mchawi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio maana Mungu anamwagiza Balaam ya kuwa usiende na watu hawa, lakini Balaam analazimisha kwenda. Kwa nini? Kwa sababu amepokea ujira. Kwa nini? Kwa sababu amepokea fedha. Kilichomsaidia, alikataa kutamka laana kwa wana wa Israeli. Aliyaishi maneno ya Bwana. Nisikilize mtu wa Mungu. Amen. Hakikisha unaziishi ahadi za Mungu. Yes. Hakikisha unayaishi maagizo ya Mungu. Amen. Usipoyaishi maagizo ya Mungu, hauna tofauti na mchawi. Amen. Usipotii sheria ya Mungu, hauna tofauti na mchawi. Kwa nini? Kwa sababu wachawi hawayaishi maagizo ya Bwana. Wachawi hawaziishi sheria za Bwana. Yes. Wachawi hawaziishi amri za Bwana. Yes. Kwa hiyo unapokuwa huwezi kuyaishi maagizo ya Bwana, yes, hauna tofauti na mchawi. Nisikilize, nitasoma neno la Mungu pale niliposoma kwenye kile kitabu cha Hesabu sura 23 mstari wa 23, anaposema hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Angalia, nilikwambia uchawi unatengeneza udhaifu wa watu kuto kumtangaza Mungu wao. Yawezekana nimesema huko ofisini, unafanya kazi hapo ofisini, kuna watu hawajui kama wewe umeokoka. Hata wakiuma maumivu ya kichwa hawahitaji msaada wa Mungu wako. Wanaona aibu, unaona aibu hata kujitambulisha kwa umeokoka, kutokana na tabia zako za kikaidi, kutokana na tabia zako zilizokosa unyenyekevu. Usiku wa leo ninakuamuru kwa jina la Yesu ugeuke. Usiku wa leo ninakuamuru kwa jina la Yesu ugeuke, uachane na huo ukaidi. Ugeuke, uachane na huo uovu. Unaposimama na ukaidi, yes, unajitambulisha kwa wewe hauna tofauti na uchawi. Kwa nini? Kwa sababu ukaidi ni mali ya shetani. Shetani ndio alianza kukaidi mbinguni. Shetani ndio alianza kukaidi mbinguni. Na ndio maana nilikwambia uchawi sio lazima uwe na ilizi. Uchawi ni kuyaishi mawazo ya shetani, ni kuyaishi maisha ya shetani. Na ndio maana Balaam alitaka kuunganishwa na wachawi, na ndio maana alitaka awaloge Israeli.